Ndio hivyo, kipenga kimepulizwa. Tumeingia katika awamu hii ya ukumbi wa siasa tukiangazia mustakabali wa taifa, na Rais William Ruto ameendelea na kuzindua miradi ya maendeleo ya serikali, akisema kuwa hana budi kutimiza ahadi yake kwa Wakenya. Wikendi hii akiomba msamaha kwa kizazi cha Gen Z kwa kile alisema ni kutokana na mauaji ambayo yalitokea kwa kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Japo kinara wa ODM Raila Odinga kwa upande wake anasema hilo halitoshi, msamaha peke yake hautoshi, na tunastahili kuangazia zaidi fidia ili kuweza kuliponya taifa. Kadhalika, ukosoaji mkubwa umeendelea kwa viongozi wa upinzani kuhusiana na kukamatwa kwa baadhi ya Wakenya na kuteswa kutokana na misimamo mikali dhidi ya serikali. Mkenya Rose Njeri ambaye ni mwanaharakati ameachiliwa leo kutokana na kesi ya kutengeza mtandao wa Wakenya kutoa maoni kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2025, jambo ambalo limezua hisia kinzani humu nchini kwa Wakenya na viongozi. Tunaangazia hayo na mengine mengi. Jina langu ni Elizabeth Utuko, na wasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya, pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Na hii leo studioni ninao wageni, Daktari Barak Muluka, karibu sana studioni, ambaye pia ni mshauri wa masuala ya mawasiliano, na pia yupo wakili na ambaye ni Daktari Martin Olo. Leo nimesema nitakuwa daktari, nitakuwa nikisema hilo baadaye. Nitaanza kwa kuuliza Rais William Ruto kuomba msamaha kwa taifa hili na hasa kwa kizazi cha Gen Z kuhusiana na yale ambayo yalitukia wakati wa mswada wa fedha wa mwaka 2024 kinaashiria nini? Kukubali makosa, na hili kama alivyosema Raila Odinga litaponya taifa? Kuomba msamaha, asante sana. Kuomba msamaha sio fedheha na sio utani, na sicho kitu cha kutamka tu na midomo. Ni kitu ambacho lazima mtu awe amezungumza na nafsi yake ya ndani, na akawa kwamba anatubu. Kuna toba ya aina fulani, na ni toba ambayo itaonekana kutokana na vitendo na mienendo ya huyo anayeomba msamaha, vitendo na mienendo yake ya hapo baadaye. Lakini iwapo utakuwa katika ukumbi wa maombi na unasema kwamba unawaomba wana Gen Z msamaha, unawaomba wana Kenya msamaha kwa utekaji wa nyara na uteswaji, kisha siku mbili baadaye unamkamata mwanaharakati ambaye ametenda vitu vyake tu kutokana na katiba iliyopo, ambayo yasema kwamba kila mtu ni huru kuweza kuwasinikiza wenzake katika kuchukua msimamo fulani, na hata kuweza kuandamana, na hata kuweza kuwa anatoa hoja yake mahala pa umma. Na huyu awe ni yule ambaye yuwazungumzia maswala ya bajeti ya mwaka wa 25 ambayo bunge tayari imeshatoa ilani kwamba umma waweze kupeana maono yao. Basi kuomba msamaha kwa aina hiyo inakuwa ni kama fedheha. Umesema ni kama fedheha. Daktari Martin Olo, wale ambao ni viongozi wa upinzani